Kwa nini haya ni maombi maalum? Ni maombi maalum ya kuvuka, ya kutoka mwaka kwenda mwaka mwingine. Kwa nini? Kwa sababu majira yanapoanza huwa tunaingia kwenye msimu mpya. Now, msimu mpya. Na kwa nini tunabariki miaka? Ama kwa nini tunataka kubariki huu mwaka? Tunaubariki mwaka kwa sababu Mungu anatambua miaka, na kila mwaka una sababu ya kuwepo kwenye maisha yako. Naomba nikupe hii reason nikusaidie. Hakuna mtu anayeishi chini ya jua akiwa hajui ni nini anafanya. Na kama yeye hajui nini anafanya, Mungu anajua anatakiwa kufanya nini. Na wachawi ama maadui zake wanajua anatakiwa kufanya nini. So hakuna mwaka ambao unaweza kuwepo ukakupa ruhusa ya wewe kuishi bila kuwa na sababu. Lazima una reason ya wewe kuishi. You don't live but because you live. No, you live because of purpose. You don't have purpose, you don't have anything we do in this life. So what you need to die. Huna faida. Lazima faida hii ambayo unaipata uipate wewe na wengine waipate. Kama huna faida ya kuishi, maana yake hauna sababu ya kuendelea kukaa duniani, hauna sababu ya kuendelea kuonekana duniani, hauna sababu ya kuendelea kuactivate uwepo wako katikati ya watu. Kwa sababu unapoactivate uwepo wako na hauna faida, maana yake ni kwamba it is must to know what you do in this life. Na ukitaka kujua ni nini unatakiwa kufanya hapa duniani, number one, lazima umkaribie Mungu. So na Mungu huwa anaruhusu baraka zitufuate zikiwa na makusudio. Na kila mwaka una sababu. Sio kila mwaka, wacha nikwambie, kila saa ina sababu ya wewe kuwepo. Kila dakika ina sababu ya wewe kuwepo. Kila siku ina sababu ya wewe kuwepo. Kila wiki ina sababu ya wewe kuwepo. Kila mwezi una sababu ya wewe kuwepo. Kila mwaka una sababu ya wewe kuwepo. So, kuna watu wanajipindua fahamu zao, na nitakuonyesha baadaye kimaandiko. Kuna watu wanajipindua fahamu zao, wanajitoa kwenye line ya kumtukuza Mungu, ya kuishi kwenye makusudio, ya kuishi kwenye purpose ya Mungu, wanaenda kuishi vile ambavyo mioyo yao imechagua kuishi. Nataka nikwambie, hauna muda mrefu utatupa majibu ya kile unachokitafuta. Biblia inasema hivi, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa watu, but mwisho wake ni mauti. Mwisho wa hiyo njia ni kifo. Mwisho wa hiyo njia ni anguko. Na kwa bahati mbaya, njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa watu huwa ni sawa kwa kila mtu, but it is not right for God. Yani ni sawa kwa kila mtu, na ndio maana unaweza ukauliza ukapata ushauri kwa watu. Ni watu wangapi ambao wamewahi kupewa ushauri na watu na bado wakafeli, na watu waliowapa ushauri ni watu ambao wamewahi kufanya wakafaulu. Yani mtu anaweza kukushauri amefanya hiyo njia akafaulu, na wewe akakushauri na akakuongoza kwa uaminifu kabisa, lakini ukafeli. Kwa nini? Unataka kupita kwenye kusudi la mtu, na hiyo sio njia yako, na Mungu hawezi kukuruhusu upite. Kwa sababu unapopita njia nyingine tofauti na ile ambayo Mungu amekuandalia, ni sawa na mtu ambaye yuko safarini, anasafiri, kuna mahali anaenda, lakini pale amekosea njia, kwa hiyo hawezi kufika anapoenda, balaki anapotea. So kama anapotea, maana yake nini? Hana msaada. Msaada wake unaanzia wapi? Arudi nyuma, aje akae hapa, atengeneze mwanzo, aanze kupatana na mwongoza njia, atembee. Biblia inasema kwenye Zaburi, anasema nitakushauri, nitakufundisha na kukuonyesha. Sijui kama umeona hiyo statement hapo. Nitakushauri, nitakufundisha, nitakuonyesha njia utakayoiendea na jicho langu likikutazama. Sasa njia hajaiona Mungu, umeiona wewe. Kama Mungu hajaiona hii njia, hakuna namna hii njia inaweza kuwa sawa. Kama Mungu hajaona huu mwelekeo, hakuna namna huu mwelekeo unaweza kuwa sawa. But unahitaji neema itakao kuhifadhi, itakao kutunza, itakao kuongoza kwenye hii njia ufanikiwe. Sasa wacha nikuonyeshe ni kwa nini tunabariki mwaka
Kwa nini tunabariki mwaka? Kwa kifupi, kabla sijagusa maandiko niguse maandiko machache kwa kukuelekeza, afu tutasoma maandiko mengine. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, watoto wako watakaa utumwani, uzao wako utakaa utumwani kwa takriban miaka 400, then nitautoa utumwani. Kama miaka isingekuwa na mata, isingekuwa na sababu, kwa nini Mungu alimhesabia Ibrahimu miaka ya watoto wake kukaa utumwani? Maana yake ni hii: Mungu anaachilia neema ya wewe kuona mwaka, lakini katikati ya ule mwaka kuna kitu anasubiri kitokee, na kwa bahati nzuri au mbaya, kuna vitu havitatokea kama hatujaviumba. Biblia inasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Biblia inasema maneno ya kinywa chako yameandikwa, yamehifadhiwa. Maneno ya kinywa chako yanaweza kuwa mtego yakakuangusha. Kumbe unaweza ukamtamkia mwaka ukatengeneza kitu kipya, ambacho hichi kitu kinaweza kukufanya ukawa na maisha mazuri mwaka mzima, ama hichi kitu kinaweza kukufanya ukawa na maisha mabaya mwaka mzima. Kinywa chako kinaumba, na kwa bahati nzuri Mungu alikuweka duniani kama mtawala, na niliongea kwa habari ya maelekezo kadhaa ambayo nilitoa hapo nyuma. Kama hujaangalia somo la mwanzo unaweza kulirudia. Tukaona vile ambavyo Mungu amemleta mwanadamu duniani kuwa mtawala. Hakuna mtawala asiye na amri mahali pa utawala. Mtawala yeyote yule lazima kuna mahali ana amri, ana sauti ya kuongea, ana sauti ya kusema, ana sauti ya kukubali na ana sauti ya kukataa. Na akikataa amekataa, akikubali amekubali. So kama huwezi kuwa mtawala wa maisha yako, maanake huwezi kuuamuru mwaka utembee unavyotakiwa kwenda, maanake unahitaji neema itakayokuongoza, unahitaji watu wa kukusaidia, na kama hauhitaji watu, unahitaji kifo. Hello? Unahitaji maarifa ya Mungu yatakao kuongoza kutembea unakostahili kutembea. Tofauti na hapo, hakuna kitu umepata, hakuna neema umeipata. Unahitaji mwongozo wa kimbingu kuutengenezea siku, mwezi, mwaka, saa, neema yake ya tofauti. Ukiingia tu kwa sababu umeingia, wewe unatembea, you are zombie in a garden. You are zombie in a garden of life. Hamna mahali unaenda, na kuhakikishia. So maisha yatakupeleka, ama shetani atakupeleka vile anataka. Kwa utaishi vile umeandaliwa, sio utaishi vile ulivyoandaa. You need prayer. Unahitaji kuandaa mwaka wako, unahitaji kutengeneza mwaka kwenye mwelekeo ambao unahitajika kutengenezwa. Hujautengeneza mwaka, yani nikwambie kitu kimoja. Haya maisha ni kama unavyoandaa chakula. Yaani kama vile ambavyo unaandaa chakula kuanzia mwanzo, ukikosea kidogo kukiandaa kinaharibika. Hivyo ndivyo ilivyo pia scenario ya maisha. Maisha hayaji kwa namna ambavyo tumeyaona mwilini. Maisha yanakuja kwa namna ambavyo tumeandaa rohoni. Ulimwengu wa roho ni halisi kuliko ulimwengu wa damu na nyama. Ulimwengu wa damu na nyama una provoke kile ambacho kimeandaliwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa unapokea kile ambacho kimeandaliwa roho kwenye ulimwengu wa roho. Kile kilichoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa kitu kisichoonekana, ndio kile ambacho kinakuja humu duniani kututengenezea sisi mwelekeo mwingine wa maisha. Hauko tayari kutengeneza, maanake hauko tayari kuishi unavyotaka, uko tayari kuishi wanavyotaka wao. So usijikatie. Kuna mwingine anasema mimi nimeshaona maisha tu yameshakuwa. My friend, nadhani nikwambie, kiwango hicho unachojikatia tamaa wewe, ndio kiwango hicho ambacho Mungu bado anakusogelea, na bado anakusogelea zaidi. Na ndio maana ameruhusu ukae usikilize hichi kitu ambacho unakisikiliza leo. Haukisikilizi kama bahati mbaya, unakisikiliza kama sehemu ya msaada wa maisha yako. Kitabu cha Waamuzi ile sura yake ya 16, angalia ule mstari wake wa 2. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kuwa huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema,
na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamuua. Nisikilize niwaambie, kwenye ile andiko kuna mtu anasema hapa, mimi sijaelewa. Nisikilize, kuna mahali upo, kuna neema imekuzingira, kuna mahali unatakiwa kwenda ama unatamani kwenda, wanakusubiri siku utajitia kierere cha kwenda pale, alafu huna neema inayokubackup. Kipigo utapigwa, kama si mauti ni kupoteza kila kitu na usiwahi kusimama tena. Maadui wana tabia moja, wanakutafuta, wakikushindwa wanakusubiri. Samsoni walimtafuta wakamshindwa, waliposikia yuko mahali fulani wakamsubiri. So kuna watu wanakaa wanasubiri mapambazuko mengine, utaingiaje? Wanasubiri mwaka huu mwingine, unaingiaje? Kuna mwingine anasema mimi mwaka huu ninauingia tu nikiwa ba. My friend, nenda, hamna shida, kwa sababu ndo kitu walikuwa nasubiri. Yamkini mwaka huu uliingia ukiwa na sadaka, ndo maana walishindwa kukupiga. Yamkini mwaka huu uliingia ukiwa ibadani kwenye maombi, ndo maana ulishindwa kukupiga. Yamkini mwaka huu uliingia ukiwa na kitu fulani cha kimungu, wakashindwa kukupata. So mwaka huu unaingiaje? Ni kweli utaingia kama ulivyoingia mwaka jana? Uliingia ukiwa kanisani kwa viwango gani? Kwa maarifa yapi? Kuwepo kanisani peke yake haitoshi. Unaingia ukiwa kwenye eneo lipi? Unafanya nini? Una uwezo wa kuingia mwaka ukiwa kanisani na ukafanana na aliyeingia mwaka akiwa ba. Yeah. Unaweza kuingia mwaka ukiwa kanisani na ukafanana kimaisha mwaka wako na aliyeingia mwaka akiwa ba. Kwa nini? Kwa sababu neema inayotengenezwa wakati wa kuingia mwaka inategemeana na huyu mtu umejua kwamba uko kiwango gani cha kimaisha. Na nikwambie, vita vya kiroho haviji kwa sababu ni vita. Vita vya kiroho vinakuja kulingana na dimension ya kiwango ambacho umefika na wewe kiroho na kimafanikio. Kuna mafanikio, mtu ukifanikiwa hauwezi kutumiwa vita ambayo naweza kutumiwa mimi ama naweza kutumiwa mtu mwingine. Iko hivi, kuna watu wakifanya makosa wanatafutwa na mgambo. Kuna watu wakifanya makosa wanatafutwa na polisi. Kuna watu wakifanya makosa wanatafutwa na vyombo vya upelelezi. Kuna watu wakifanya makosa wanatafutwa na jeshi la nchi. Si unanielewa? Sasa hivi vyote hivi, kwa nini kila mtu anatafutwa na kiwango fulani? Maana yake kuna mahali huyu mtu ameingia, dimension aliyoingia. Hawa wanaoingia kumtafuta hawana uwezo wa kumcontrol. Kwa wenye uwezo wa kumcontrol ni polisi. Wenye uwezo wa kumcontrol ni upelelezi. Wenye uwezo wa kumcontrol ni wanajeshi, ni usalama. So, hauhitaji kuingia mwaka kama ulivyoingia mwaka jana. No, lazima ufike mahali useme okay, right now nahitaji kuingia mwaka huu nikiwa na kitu cha tofauti. Kitu cha tofauti kipi? Nikiwa na neema mpya ya viwango vya juu. Mahali nilikuwepo juzi, nilikuwepo mwaka jana, nisiwepo tena hapo. Mahali nilikuwepo mwaka juzi, mwaka gani, nisiwepo tena hapo. Niende mahali pengine ambapo pamebeba utukufu zaidi ya pale. Ili kwamba, hii inakuashiria nini? Hii inakuashiria kwamba kiroho umekuwa na umeshajua kwamba hapa sio mahali pako. Yaani ukimwona mtu anakataa kubaki hapo, maana yake kwanza amekuwa kiroho. Pili, ameshagundua kwamba yeye ni wa kutembea, yeye sio wa kukaa hapo. Kwenye maisha kuna watu aina nyingi, nikutajie chache. Kuna watu ambao wanatembea kwenye ulimwengu wa roho, wanatembea. Kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wamesimama. Yaani kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wamesimama.
Kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wamekaa, yaani sababu ya mtu kutembea ni kwa sababu anajua anakoenda. Sababu ya mtu kusimama ni kwa sababu haelewi anaenda wapi, na anaona hata kurudi nyuma bado hakufai. Yaani haelewi arudi nyuma ama aende mbele, amefika mahali amesimama. Mwingine ameona na kusimama nako amechoka, yaani haoni mbele haoni nyuma wapi, amechoka na kusimama, akaona avute kiti akae. Anasema Mungu utanikutaga hapa hapa. Hapa hapa mimi siendi mahali. Kuna watu wengine kwenye ulimwengu wa roho wamelala kabisa. Yaani wamelala. Hawa ndo wale watu ambao wanaishi iwe iwavyo. Yaani ni mtu anasema ikipatikana sawa, isipopatikana sawa. Maisha yataendelea tu. Akipata hapa ndio, akipata pale ndio, akikosa kule hivyo. Hafanyi kitu akiwa na uhakika nacho. Hawa ndio watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wamelala. Kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho wamegeuka nyuma, wanataka kurudi. Nako wanakorudi nako hawapaelewi bado. So wanageuka nyuma, anambia Mungu tukutane kwanza pale tulipoachana, ikiwezekana, kama inawezekana. Kama haiwezekani, sijui nini kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni kanuni za ulimwengu wa roho. Ni kanuni ambazo zinatembea, zinaishi kwenye ulimwengu wa roho. Usipozifanyia kazi, hakuna namna utaanza kufanikiwa, my friend. Lazima tu ujikute kwenye eneo fulani ukipata shida. Lazima ujikute kwenye eneo fulani ukipata shida. Lazima ujikute kwenye eneo fulani ukipata shida. So Samsoni wamemuinda, wamemtafuta, wamemchunguza, wakagundua yuko Gaza. Wakasema huyu tusimvamie wakati huu. Maana ya mtu tukimvamia wakati huu anajua tu kwamba tunamvamia. Kwa hiyo tutamkuta na nguvu. Lakini wakati ule anatoka, tumtegea wakati wa alfajiri. Kwa sababu gani? Wakati wa alfajiri watu wengi wao wamelala. Wakati wa alfajiri ule usingizi wao unakuwa mzito. Wakati wa alfajiri ni ule wakati ambao watu wao wanajisahau kama walikuwa kwenye hatari. Wanasema hapo tukimpata tunamuua. So kuna watu wamekaa mahali wanatega, wanasema huyu tukipata kwenye eneo fulani tunaua ndoa yake. Huyu tukimpata kwenye eneo fulani tunaua familia yake. Huyu tukimpata kwenye eneo fulani tunaua biashara yake. Tunasubiri mapambazuko yake. Maana mapambazuko huwa ni malango. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa nini? Asubuhi huwa ni malango. Ni malango gani? Ile alfajiri huwa ni malango. Ni malango gani? Ni malango yanayoingiza ufalme mwingine. Kwa nini watu tunaanza kuomba bai saa 6 au saa 5 na kuendelea? Kwa sababu saa 6 ni malango ya masaa. Asubuhi, alfajiri huwa ni malango ya falme. Naomba tuelewane hapa. Tuelewane hapa. Alfajiri huwa ni malango ya falme. Usiku saa 6 ni malango ya masaa. So kwenye yale masaa mtu anaweza kapita kwenye yale masaa akafanya kitu. Kwenye malango ya majira ya falme pia huwa wanaingia, wanafanya vitu. Kwa wakajua kwenye haya malango ya falme kubadilishana, na sisi tunaweza tukapenya hapa tukamuua Samson. So kuna kitu wanakisubiri, majira ya falme kubadilishana nyakati, wanaingia hapo wanakuua. So ni lazima ujue kudhibiti nyakati zako zinapobadilika, majira yako yanapobadilika, saa yako, siku yako, mwaka wako, majira yanapobadilika. Kuna vitu ni lazima ujue kuvikontrol kwenye ulimwengu wa roho, ili vilete matokeo, vilete neema, vilete viwango vingine vya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna watu wanasubiriwa kwenye hicho kiwango ili wauawe. Lakini kwa neema ya Mungu hautakufa kwa jina la Yesu Kristo. Tutaomba hapa na tutaondoa hiyo mauti yote, na itaondoka na utaishi salama. Kitabu cha Nyakati wa Kwanza ile sura yake ya 20 na ule mstari wake wa kwanza. Nyakati wa Kwanza anasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Yoabu akawaongoza mashujaa wa jeshi akaiteka nyara nchi ya Waamoni. Wakati wa mwaka mpya. Unajua nyakati kama hizi huwa ni nyakati ambazo watu wengi wana relax. Ni nyakati ambazo watu huwa wanajisahau. Kwa wakati zile ambazo nyakati huwa watu wanajisahau, Biblia inasema hivi, wakati udhanipo ya kuwa ni amani, ndipo uharibifu kwa japo kwa ghafla kama utungu wa mwanamke. Maana mwanamke hajui wakati wa kujifungua, ila anajua kwamba ni mwezi wa kujifungua. Ni lini? Hapana.
Halo. So huyu jamaa alienda majira ya mwaka mpya, watu wako kwenye sherehe za kusherekea kuingia mwaka, lakini akauteka mji. Kwa wameingia mwaka wakiwa hai, lakini hawana mji. Kuna watu, acha niongee kauli, kuna watu kwenye haya maisha, mwaka ulipoingia kwenye maisha yako ulipoteza nyumba. Ulipotezaje nyumba? Mwaka ulipoingia ukakumbuka ya kwamba kuna nyakati, kuna kitu unaweza kufanya, ukajikuta umeingia kwenye madeni, ukapata wazo la kuingia kwenye madeni, kwenye mikopo. Ghafla ile mikopo imekuelemea, umeshindwa kuilipa. Ghafla umepoteza nyumba, umepoteza watu, umepoteza marafiki, umepoteza watoto, umepoteza vitu. Uko hai, lakini ni uhai wa mateso. Just fikiri kwamba hao watu wameingia mwaka mpya, lakini wametekwa, wamenyang'anywa mji. Wako mwaka mpya, lakini wanaishi wakiwa watumwa. Ni mji wa kwao, lakini umetawaliwa na wageni. Ni kweli wewe ni jina la kwako, ni mwaka wa kwako, ni biashara ya kwako, lakini kuna mahali umepigiliwa msumari wa mikopo. Wewe unafanyaga biashara ya kutafuta marejesho tu na sio kutafuta mafanikio. Kwa nini usifanikiwe? Waliojua kucheza na majira walicheza na majira yako, wakakuingiza kwenye alama wanaotaka wao. Mwisho wa siku nini kinatokea? Njia zako zinaharibika, huwezi kwenda mbele wala kurudi nyuma, kwa sababu wamekuwekea limitation. So unatembea na, si bahati mbaya ni hii, huwa wakikuteka wanakuachia majira wanaotaka wao, hawakuachii kwa sababu mwaka umeisha. My friend, naomba unielewe hilo. Kuna watu wanatumikia malango ya madeni tangu miaka, sasa ni miaka zaidi ya 4, 5, 6. Wengine ndo wameanza wana miaka 3, wengine miaka 2, wengine ndo wana mwaka. Wanapambanaga, afu anashangaa madeni hayaishi. Anajaribu kupambana amalize, hamalizi. Kwa nini? Kwa sababu alipopatikana ule mwaka akapewa nafasi ya kuishi, lakini kama mtumwa, like a slave. Kwa nini? Kwa sababu walipoingia majira ya mwaka mpya, wakati wamerelax, ndo wakati ambao adui akapita akaambia mtaishi, lakini kwa vile ninavyotaka mimi, sio mnavyotaka ninyi. Kuna watu walikuwa na amani kwenye ndoa yao, lakini kuna mwaka ulipoingia, ghafla wakaanza taratibu kudonoana, taratibu tangu mwaka ule. Mwingine anashangaa, anasema amna, mimi ya kwangu haijaanza mwaka, ilisubiri ilivyofika tangu mwezi wa 6. My friend, kwa sababu ni siku za mwezi wa ndani ya mwaka, ni mwezi ndani ya mwaka, ni siku ndani ya mwezi wa mwaka, ni wiki ndani ya mwezi ndani ya mwaka, ni siku. My friend, kwa sababu ni mwaka, inahusiana na mwaka, walishaiandaa. Kwa walikuwa wanakupitisha tu kwenye reli, pita hapa, pita pale, pita hivi, wanakuongoza kama wameshika remote control. Mwisho wa siku unakuja kushtukia, unashtukia ule wakati ambao mambo yameshaharibika. Kumbe mambo yalishaharibika tangu mwanzo. Praise the Lord. Unahitaji neema itakao kutofautisha na mwaka jana, na kuanzia leo Mungu wa mbingu na nchi akakutoe kutoka kwenye umateka ulionao. So maombi haya tutayaingia na tutayafanya, tutaziandika kama prayer point, tutaziomba na tutaziomba mpaka tutaona matokeo. Tutaziomba mpaka tutaona matokeo. Tutaziomba mpaka tutaona matokeo. Tutabariki mwaka, tutainuka, tutafanikiwa. Hatutabaki kama tulivyokuwa mwaka jana. Walituteka ndio, walituzuia ndio, lakini sio mwaka huu, sio wakati huu. Huu tumeshajua ya kwamba tunastahili kutoka utumwani. Wana wa Israeli walijikuta wamekaa utumwani kwa miaka zaidi ya 430 na 40. Kwa nini? Kwa sababu walijua wakati wa kutoka na hawakuwa tayari kutoka. Kuna wakati knowledge ya kutoka ipo, lakini kuwa tayari kutoka pia ni kitu kingine pia. Yani like sasa hivi unavyoniangalia, unaona kabisa ni mafundisho yanakusaidia, lakini kuna kasauti inakwambia achana na huyu anapiga kelele. Hamna kitu kama hicho. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba umezuiliwa hapo na hautaki kutoka. He takes God to touch your heart ili utoke hapo. Hallelujah. Unahitaji neema ya Mungu.
na niko hapa kwa ajili ya kukuvusha, niko hapa kwa ajili ya kukutoa hapo, niko hapa kwa ajili ya kutoa kwenye hicho kifungo. So prayer point hii, kama unaandika andika. Prayer point ya kwanza nimekwambia, tutaomba kwa ajili ya mitego iliyowekwa, japo tutasoma baadaye mitego mingine, lakini tutaanza na mitego ya mapambazuko, yani kwamba sintabadilishiwa ufalme hata kama ndivyo ilivyopangwa. Falme zetu zitabaki zile zile na tutaishi pale pale. Praise the Lord. Prayer point ya pili nikakwambia, sintaishi kama mtumwa, nitaishi kama mtawala. Na neno letu la mwaka linakuja. Neno hili litakuvusha kuliko kawaida. Nataka nikufundishe, nikuombee, nikufungue. Hata nikikupa neno liwe ufunguo kweli kweli, likupeleke. Kwa nini sijakupa neno? Sijakupa neno kwa sababu bado sijakuweka sawa. Natakiwa ukae sawa ili nikikupa neno na maelekezo yake utajikuta umefanikiwa na umeenda mbali zaidi ya unavyofikiria. Na neema hii ya Mungu itakufanya uwe mkuu zaidi ya hapo. Kwa hiyo prayer point yetu ya pili, tunakataa kuishi kwenye utumwa. Ni utumwa nini? Wa madeni, wa nini? Wewe mwenyewe unajua nini ambacho kimekuwa kwa kama utumwa. Utakiandika hapo. Then wakati tunaomba utakigusa. Ni kujikinga na watu au marafiki ambao ni mitego kwenye maisha yako. There are time inabidi ugundue Satan is not coming like a Satan, but is coming like your friend. Satan they not have a body, but Satan he need a body to come in your life. So mwili ambao anaweza kuutumia anahitaji mtu wa kuja kukutengeneza wewe, anahitaji mtu. So watakuja watu wenye sura nzuri, wanaovutia vizuri, wanaofanania na watu wema, and siku ya siku you will die like a cockroach. Then unaanza kulalamika, kama ningelijua nisingeruhusu. Kama ningelijua. Ni muhimu sana kujikinga na watu, maana watu ni hatari mno. Kuna watu ni mitego. Nitakuja kufundisha kwa habari ya mitego. Watu ipo. Kuna watu ni mitego, wakiingia kwenye maisha yako. Wengine wanaingia kama marafiki, wanaingia kama wafanyabiashara, wanaingia kama watu wa connection, wanaingia kama watu fulani fulani, lakini mwisho wa siku kuna mahali wanakutoa, wanakuingiza kwenye kifungo. I pray for you usiingie kwenye hilo eneo katika jina la Yesu Kristo. Wafalme wa pili 24 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema hivi: na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mamaye na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake, na mfalme wa Babeli akamchukua mateka katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake. Watu wanakuja kama marafiki, alafu wanajikuta wanakuteka wewe na kila kitu chako. Nataka nikuonyeshe vile ambavyo adui huinua watu na kuwafanya marafiki ukawafurahia, lakini end of the day hautaendelea kubaki kwenye hiyo furaha. Badala yake kuna wakati utalia na kujutia kile ambacho kimeendelea kwenye maisha yako. Yote ni kwa sababu gani? Kuna mahali tu adui anapata nafasi. Kuna mahali tu adui anajitukuza. Kuna mahali tu adui amekuletea mtu, umemuona ameingia kwenye maisha yako, alafu wewe ukaona ni mtu mwema. Ni mara nyingi ni vizuri sana kumuuliza Mungu kuhusu aina ya watu wanaokuja kwenye maisha yako. Na ukiona Mungu amekupa amani kuendelea, endelea nao. But usipoipata amani, uliza mpaka upate amani. Kwa sababu ni rahisi kujikuta umeingia mtegoni, ukajikuta umemezwa. Jamaa katekwa, yeye na familia nzima, hajui. Kajikuta tayari yeye ni mtumwa. So, ni muhimu kugusa habari za watu. Ni muhimu kuomba kwa habari ya watu. Watu wema na watu waovu,
omba kwa ajili ya watu waovu wasisogee, omba kwa ajili ya watu wema waje. Gusa maeneo yote haya mawili. Unahitaji watu wema wa kukufikia, unahitaji watu wema wa kukupeleka. Kuna watu wema unaowahitaji waje kwenye maisha yako, waje tu, waje uwaone, uwasaidie. Yaani unahitaji watu wema wa kuwasaidia ili kusababisha watu wema wa kukusaidia wewe. Iko hivi, haya maisha ni kama mtu anayeendesha gari. Mtu anaendesha gari akikanyaga mafuta tu hivi peke yake, mafuta kama mafuta, gari itapiga tu kelele na haitaenda mahali. Lakini inamhitaji huyu mtu aweke gia ili akikanyaga mafuta gari itatembea. Hivyo hivyo pia unahitaji watu sahihi wa kuwasaidia. Unahitaji madhabahu sahihi ya kutoa sadaka, ya kupanda mbegu, ili malango yafunguke kusaidika na wewe pia. Na nikwambie hivi, kwenye haya maisha, kwenye ulimwengu wa roho, huwa tuna kawaida ya kutegemeana. Na kwa bahati mbaya, huwa vile ambavyo ngoja niongee hii kauli ikuchekeshe kidogo. Vile vitu ambavyo huwa tunavyoving'ang'ania. Naomba nikwambie hii sentence ikusaidie. Na kama itakusaidia utapona. Kama haitakusaidia umeanguka. Vile vitu huwa tunavyoving'ang'ania mara nyingi, tunavyoviona ni vya thamani sana kwetu, huwa ndo vitu ambavyo ni funguo zetu sisi kwenda ng'ambo ya pili. But tukiendelea kuving'ang'ania, tunaendelea kubaki hapa. So kuna watu wana maswali mengi, kwa nini tuko hapa muda wote? Kwa nini siendelee kwenda zaidi ya hapa? Ni kwa sababu umeng'ang'ania funguo, na wakati ulipaswa kuifungulia kufuli ilipokuja. So kufuli limekuja, umelitupa. Alafu unataka kwenda, unaenda wapi? Wapi unaenda? Unaenda wapi? Hello? Unaenda wapi? Uwezi kung'ang'ania. Nisikilize nikwambie. Ibrahimu asingewahi kujua kama Mungu ana upendo kama asingekubali kumtoa Isaka. Siku Ibrahimu ameamua kukubali kumtoa Isaka, ndo siku Ibrahimu alijua upendo wa Mungu ukoje. So Mungu anamwambia, sasa nimejua ya kuwa unanipenda. Kuna vitu kwa sababu umeving'ang'ania kwako vimemfanya Mungu ajue kwamba humpendi. Na kwa nini? Kwa sababu alikuletea watu, alikuletea madhabahu. Naposema amekuletea madhabahu, maana yake amekuletea kuhani. Nitakuja kukufundisha pia kwa habari ya kuhudumia makuhani ikoje, na inabariki vipi na inaharibu vipi. So amekuletea watu ambao walihitaji wanyanyuke kupitia wewe, lakini ukawapuuza, ukawaignore. Ulipowaignore wale watu, milango yako ikaendelea kufunga, kwa sababu wale watu walikuja kama kofuli zenyewe ili uchukue funguo. Kule kuwasaidia ndo kuchukua funguo na kufungua zile kufuli. Lakini kwa sababu wewe uliamua kula funguo, ukameza funguo, ukaacha kufuli nje, sawa, hamna shida. But maombi yangu siku ya leo, ndani nikuombee Mungu akusaidie watu ambao waliwahi kuja kama kufuli ili watumie kufungua milango yako. Kama waliondoka, Mungu awarudishe tena, kama alivyomrudisha Isaya kwa Hezekia. Mungu alimtuma Isaya apeleke habari za mauti kwa Hezekia, na Hezekia alipopata zile habari, alipoingia maombi, Mungu akamrudisha tena Isaya kwenda kusema na Hezekia. So ninakuombea kwa Mungu pia akurudishie hao watu kama waliondoka kwako, na ninakuombea pia kama hawajaja, kama walizuiliwa, basi milango iwe wazi waje, na kama hawajaja bado, na kama wako karibu kuja, basi ninakuombea neema ya Mungu ikusaidie kuwafikisha hao watu. Mungu wa mbinguni akusaidie kwenye hilo eneo. Usipoteze majira sahihi kwa kupoteza kufungua kitu ambacho ulistahili kufungua. Unahitaji neema ya Mungu ambayo itakufanya uwe tofauti kwenye hilo eneo. Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Namba 4, tunahitaji kufungua milango iliyofungwa ili iwe wazi, ili kusudi watu au vitu sahihi vikujilie. Kuna vitu unavihitaji lakini milango imefungwa. Kuna watu unawahitaji lakini milango imefungwa. Ninaposema vitu, namaanisha kila kitu unachokitaka. Unataka fedha ni kitu, unataka mume ni kitu, unataka mke ni kitu, unataka watoto ni kitu, unataka kila kitu ni kitu. But kuna milango pia inafungwa kwa ajili ya watu. Na hapa Mungu akusaidie sana, kwa sababu watu wengi huwa wanatafuta watu wao, sio watu wanawatafuta wao.
Watu wengi wanatafuta vitu wao, sio vitu vinawatafuta wao. Vitu unavyotafuta huwa kuna wakati vinakuumiza. Watu unaowatafuta kuna wakati wanakuumiza. Watu wengi wana kawaida ya kutafuta watu, na mwisho wa siku wanawaumiza badala ya kuwasaidia kama walivyotazamia. Kwani watu wengi wao wanatafuta watu kulingana na maelezo, kwamba fulani anamwambia mimi fulani alinisaidia 1 2 3 hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kumbe na mimi ngoja nienda akanisaidia. Unaenda, badala ya kukusaidia anakuliza. So tena mimi imekuaje ananiliza? Anakuliza kwa sababu hajatumwa kukusaidia wewe. Ametumwa kuwasaidia wengine. Kila mtu ana destiny helpers wa kwake kwenye hii dunia. Kila mtu ana destiny connector wa kwake. Huwezi kumtumia destiny helpers wangu akusaidie wewe kama Mungu hajamleta kuwasaidia watu wawili. Kuna ma destiny helpers wameletwa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao ni mmoja. Kuna ma destiny helpers wameletwa duniani kuja kuwasaidia watu zaidi ya mmoja. Sasa anapokuja yule ambaye ameletwa kuja kumsaidia mtu mmoja, unataka nawe kuingia pale, my friend, mwisho wa siku utalia. Kwa nini? Kwa sababu umechagua njia ambayo haijawa sahihi, succeed. Umeitafuta wewe, sio Mungu amekutafutia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari ule wa 20 anasema, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Mungu hajamwambia Nuhu kwamba utaenda kuwatafuta. Hivi unajua ni kwa nini Mungu hakumwambia Nuhu nenda katafute wanyama wa namna hii uwalete uje uwahifadhi? Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua hivi. Hakuna namna Nuhu atafaulu mtihani wa kutafuta. Mungu alijua kabisa huyu jamaa nikimpa huu mtihani wa kutafuta atafeli tu kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo nini kifanyike? Wacha nianze kumtafutia hivi vitu. Kwa nini? Atafeli maana hawezi kugundua siafu dume na siafu jike. Hawezi kugundua nyoka dume na nyoka jike. Hawezi kugundua hivi vingine. Okay, vyote unaweza kusema atagundua. Okay, unaweza ukajipa sifa kwamba atagundua vyote, atajua. Hamna shida. Shida inakuja hapa. There are time atamchagua ng'ombe dume na ng'ombe jike, simba dume na ng'ombe jike. Kweli ni dume na jike, lakini mmoja ni tasa. Amefaulu hajafaulu? There are time they do choice. Machoni pa watu ni chaguo zuri, but for God it is mistake. Kwa sababu amemweka mnyama tasa akijua ni mzima. Kwani kwa sababu alipomuona kwa nje alimuona ni mnyama halisi, ni jike, ni dume. Hivi ndivyo ilivyo ambavyo watu wengi huwa tunatafuta watu wa kutusaidia, wa kutuvusha, maana tulisikia wema wao kutoka kwa watu. Tuliona wema wao kwa watu wengine, ila hatujawahi kujua kama wakikaa karibu na sisi wanaweza kuwa wema kiasi gani. Kuna watu wanaweza kuwa wema kwa watu uliowaambiwa na uliowaona, but wanapokuja kwako wewe ni mtumwa wao. Na haoni shida kukufanyisha kazi bila kukulipa. Haoni shida. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio umejipeleka, sio yeye. Sio Mungu amekuletea. Mungu akikuletea hautaona ukihangaika kumtafuta, but utatafuta kwa wakati na utawapata kwa wakati. Ila ukihangaika wewe utajikuta wanakuumiza watu kwa sababu umewatafuta wewe. Vinakuumiza vitu kwa sababu umevitafuta wewe. Nikumbuka nilisema hivi, kuna watu wanatumia nguvu kutafuta vitu na bado haviwafurahishi, vinawaumiza. Kwa nini? Kwa sababu milango yao kwanza imefungwa. So okay, ngoja nikupe hii statement ikusaidie. Kuna watu wanaenda kutafuta watu
wanaenda kutafuta vitu, lakini mlango wa kuingiza hao watu na hivyo vitu umefungwa. So unachohitaji kwanza ni kufungua mlango wa kuruhusu hao watu waje. Unahitaji kuwaruhusu, kwa sababu Mungu anapomwambia Nuhu hao wanyama watakuja kwako wahifadhi, maanake wale wanyama wangekuja wakute safina imefungwa, safina imefungwa, wasingeingia. Mfano mzuri ni baada ya wanyama kuingia. Baada ya wanyama kuingia na safina ilipofungwa, gharika ilipoingia, nini kilitokea? Watu walilia, wakatafuta mlango, wakahitaji kufunguliwa, hawakufunguliwa. Kwa ili watu waingie, ili vitu viingie, inahitajika mlango uwe wazi. Mlango ukiwa umefungwa, hakuna mahali kitaingia kitu. Ndio pale unakutana na mtu anasema, yani ilibaki kidogo hivi, kidogo tu nipate hela, lakini sijui ilikuwa kuaje. My friend, ilikuwa kuwa hivi, mlango ulifungwa. So unahitaji mlango wako uwe wazi ili ufanikiwe kwenda unakotakiwa kwenda. Bila mlango wako kuwa wazi, hakuna mahali umefanikiwa, hakuna chochote umefanikiwa. Unahitaji kuweka milango wazi ili vitu viingie, na sio kuingia tu, vikae. Kuna watu vitu vinakuja, badala viingie vikamilike, vinaingia nusu. Unajua ni kwa sababu gani? Milango yao wameifungua kidogo, kampenyo kadogo hivi. Kwa kinaingia kitu kidogo, kitu ambacho alikuwa akipate kwa mwezi mmoja anajikuta anakipata kwa miezi 6. Kitu ambacho alikuwa akipate kwa siku moja anakipambania mwezi mzima. Hapa nikikuambia, naweza akakwambia hivi, unakuta mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya kazi akalipwa let's say shilingi 30,000 kwa siku, lakini anaenda kufanya kazi mahali analipwa shilingi 30,000 kwa mwezi. Sasa sisemi kwamba ni kitu kibaya kufanya hivi, lakini kuna sababu ya kufungua milango yako ya rohoni ili uwezo wa kuingiza shilingi 30,000 kwa siku uwepo, na uwezo wa kukaa karibu na Mungu kwa bidii uwepo. Uwezo wa kuingiza shilingi kama ni 200,000, 300,000 kwa mwezi uwepo. Usijikute unaipambania 200,000 ambayo ungeingiza kwa mwezi, unaipambania miezi 6 mpaka mwaka. Yaani mwaka unaisha unajiangalia, akiba niliyoweka ni kama nimeweka shilingi, nimesave shilingi 200,000. Yaani from January to December umesave shilingi 200,000. Na unaona kweli umepambana mwaka huu, nimepata neema, hata nimesave 200,000. Unaona na wewe ni neema kubwa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Lazima milango yako ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Lazima tujue tunaombea nini. Nimesema haya ni maombi maalum kwa ajili ya kubariki na kutakasa na kuweka wakfu mwaka 2026. Tunauweka wakfu kwa namna ipi? Tunauweka wakfu kwa msingi huu. Lazima hivi vitu uvijue ili vikusaidie kwenda unakotakiwa kwenda. Ni muhimu sana kuyabariki masaa ya mwaka kuliko kuangalia kitu kingine chochote kile. Ni muhimu sana kubariki masaa, majira ya mwaka kuliko kitu kingine chochote kile, kwa sababu siku inaanza katika saa. Matukio yanaanza katika saa. Ukiyatengenezea scenario nzuri utafanikiwa, but ukitengenezea scenario mbaya utaharibikiwa. So what you need to pray for that. You need to pray for your time. You need to pray for your day. You need to pray for your week. You need to pray for your month. You need to pray for your year. May God bless you. But now I need to pray for you. Mahali popote ulipo, unanifuatilia, unanisikiliza, ninakuombea hii neema ya Mungu iende pamoja na wewe. Haya maombi mangapi tumeandika hapa? Maombi 5, 6. Hizi prayer points zote tunazikalia hapa ndani ya dakika kadhaa, ndani ya dakika 30 tutaomba. Ndani ya dakika ngapi tutaomba mpaka kieleweke sana. Jambo jingine ni hili, usisahau kuupandia mwaka wako sadaka. Usisahau hakuna mahali unatawala bila sadaka. Jifunze kuupandia mwaka wako sadaka. Hii zaidi nitakufundisha wakati tunaingia na neno la mwaka. Wakati tunaingia na neno la mwaka, nitakufundisha habari ya kuutawala mwaka kwa dhabihu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Twende tuingie kwenye maombi na Mungu wa mbinguni akakutendee mambo makubwa. Shalom.